الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اليوم جمعتان يتري 28 شهر الله المحرم mwaka 1447 Hijria, sawa na tarehe 23 ya mwezi wa 7 mwaka 2025 Miladia. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله: تنبيه ثالث: اعلم أيها القارئ الكريم أنه صدر مني كتابة لبعض الطلبة تتضمن ما قلته في بعض المجالس في معية الله تعالى لخلقه. Uzindushi wa tatu: jua ewe msomaji mtukufu kwamba yalitokana na mimi maandishi kuandikia baadhi ya wanafunzi. Maandishi hayo yanakusanya niliyoyasema katika baadhi ya vikao fi ma'iyati llahi ta'ala li khalqi, katika upamoja wa Allah kuwa pamoja na viumbe vyake. Qala dhakartu fiha, nilitaja katika majlisi hizo, anna aqidatana anna lillahi ta'ala ma'iyatan haqiqiyatan dhatiyah taliqu bihi, ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ana upamoja wa hakika, upamoja wa kidhati unaofanana naye. وتقتضي إحاطته بكل شيء علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا, na kwamba upamoja huo unahukumu Allah subhanahu wa ta'ala kukizungukia kila kitu kwa kukijua na kwa uwezo na kusikia na kuona na kukimiliki na kufanya mambo yote. Wa annahu subhanahu munazzahun an yakuna mukhtalitan bil khalqi, ni kwamba yeye Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kutakaswa kuwa ni mwenye kuchanganyikana na viumbe vyake, au halan fi amkinatihim, au ni mwenye kuingia Allah katika sehemu zao. Bal huwa al-aliyyu bidhatihi wa sifatihi, bali yeye yuko juu kwa dhati yake na sifa zake. Wa uluwuhu min sifatihi dhatiyah allati la yanfaku anha, ujuu wake Allah subhanahu wa ta'ala ni katika sifa za dhati yake ambazo haziachani naye, au yeye haachani na sifa hizo. La yanfaku anha, yeye Allah hawachani na sifa hizo. Wa annahu mustawin ala arshih kama yaliqu bijalalihi, ni kwamba yeye Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kulingana sawa juu ya arshi yake kama inavyofanana na utukufu wake. Wa anna dhalika la yunafi ma'iyatahu, na kwamba hilo halipingi upamoja wake kuwa pamoja na viumbe vyake. Hilo la kuwa yuko juu ya arshi yake halipingi kuwa yuko pamoja na viumbe vyake. Liannahu ta'ala qal laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir, hakikuwa mfano wake kitu chochote, na yeye ni mwenye kusikia, mwenye kuona. Qala wa aradtu biqawli dhatiyya tawkida haqiqati ma'iyatihi tabaraka wa ta'ala, nilikusudia kwa kusema kwangu dhatia, upamoja wa hakika wa kidhati inayofanana naye. Nilikusudia kwa neno dhatia kusisitiza uhakika wa upamoja wake Allah subhanahu wa ta'ala na viumbe vyake. Qala wa ma aradtu annahu ma'a khalqihi subhanahu wa ta'ala fil ardi, sija kusudia kwamba Allah yuko pamoja na viumbe vyake katika ardhi. Wa ma aradtu annahu ma'a khalqihi subhanahu fil ardi, sija kusudia kwa neno dhatia kuwa Allah yuko pamoja na viumbe vyake katika ardhi. Kaifa waqad qulta
في نفس هذه الكتابة كما ترى وقد قلت كيف وقد قلت في نفس هذه الكتابة كما ترى أنه سبحانه منزه أن يكون مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنتهم. Vipi itakuwa hivyo niseme kwamba yuko pamoja na viumbe vyake katika ardhi, wakati nimeshasema katika nafsi ya maandishi hayo kama unavyoona kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kutakaswa kuwa ni mwenye kuchanganyikana na viumbe vyake katika ardhi, au ni mwenye kuingia katika sehemu zao. Muelewa? Asema yeye ameandika hivi kwamba Allah subhanahu wa ta'ala, akiitikadi yetu ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko pamoja na viumbe vyake upamoja wa uhakika na dhati yake, dhati inayofanana naye yeye, lakini hajakusudia kwamba Allah yuko pamoja na viumbe vyake katika ardhi, au kwamba yeye anaingia Allah katika sehemu zao, watu wakiwa katika miziki na yeye yupo hapo, katika tembo na yeye yupo hapo. Hakusudii hivyo, kama unavyoona kwamba Allah ameandika katika maandishi haya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametakaswa kuwa ni mwenye kuchanganyikana na viumbe vyake katika ardhi, ametakasika na hilo. Wa annahu al-aliyyu bidhatihi wa sifatihi, ni kwamba yeye na kwamba yeye yuko juu kwa dhati yake na sifa zake. Wa anna uluwahu min sifatihi adh-dhatiyya allati la yanfaku anha, na kwamba ujuu wake Allah azza wa jalla ni katika sifa za dhati yake ambazo haachani nayo, sifa hizo haachani nazo. Wa qultu fiha aidan ma nasuhu bil harfi alwahid, nikasema pia katika maandishi hayo ambapo nasi yake kwa lugha moja, wanara anna man za'ama anna Allah bidhatihi fi kulli makan fahuwa kafir au dhallun in i'taqadahu. Nikasema pia tunaona kwamba anayedai kwamba Allah kwa dhati yake yuko kila mahali, anayedai kwamba Allah kwa dhati yake yuko kila mahali, fahuwa kafirun, huyo ni kafiri, au dhallun, au ni mwenye kupotea, in i'taqadahu, akiitakidi hilo. Wa kadhibun in nasabahu ila ghairihi min salafil ummah au a'immatiha, na ni mrongo akinasibisha itikadi hiyo ila ghairihi min salafil ummah, kwa si kwa yeye katika watu wema ummati huu na maimamu wao. Tumeelewa? Naam. Mpo au maelewa vile ninavyosema? Mambo ya akida lazima muelewe. Wa man za'ama wa nara anna man za'ama anna Allah bidhatihi fi kulli makan fahuwa kafir au dhallun idh i'taqadahu, anayedai na tunaona kwamba anayedai kwamba Allah kwa dhati yake yuko kila mahali, chooni yupo, mahali gani yupo, anayedai hivyo ni kafiri au ni mwenye kupotea akiitakidi hilo. Wa kadhibun in nasabahu ila ghairihi min salafil umma au a'immatiha, na ni mrongo akinasibisha itikadi hiyo kwa si kwa yeye katika salafu wa ummati huu na maimamu wao. قال ولا يمكن لعاقل عرف الله وقدره حق قدره أن يقول إن الله مع خلقه في الأرض. haiwezekani kwa mwenye akili yoyote anemjua Allah na kumkadiria Allah na kumuheshimu Allah uhakika wa kumuheshimu na kumuadhimisha Allah uhakika wa kumuadhimisha, aseme kuwa Allah yuko pamoja na viumbe vyake katika ardhi. قال الشيخ وما زلت ولا أزال أنكر هذا القول في كل مجلس من مجالس ذا جرى فيه ذكره.
sitaacha kuwa na nitaendelea kukanusha kauli hii katika kila majlisi katika majlisi zangu, jara fihi dhikruhu, itakapopita kulitaja jambo hili. Ai dhikrul ma'iyya, kutaja upamoja wa Allah na viumbe vyake, hili nitalikanusha kila majlisi nitakaokaa vikao vyangu, likipita kutajwa jambo hilo la kwamba Allah yuko pamoja na viumbe vyake, kwamba katika ardhi, hilo nitalipinga. Wa as'alullah ta'ala an yuthabbitani wa ikhwani almuslimin bilqawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Sheikh asema, namuomba Allah mtukufu anipe thabati mimi na ndugu zangu waislamu kwa kauli thabit hapa katika maisha ya duniani na akhira. Tuwe na itikadi salima, itikadi hiyo ya kujua kwamba Allah azza wa jalla yuko juu na anaona kila kitu na kusikia kila kitu ardhini. Sio kwamba Allah yuko pamoja na viumbe vyake ardhini, wakiingia baa na yeye yupo, akiingia katika miziki na yeye yumo ndani ya miziki. Haina maana hiyo. Unaelewa? ثم قال هذا يفهمني هايا وقد كتبت بعد ذلك مقالا نشر في مجلة الدعوة التي تصدر في الرياض، نشر يوم الاثنين 4 من شهر محرم سنة 1400 برقم 911. قررت فيه ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. Sema niliandika baada ya hayo makala yaliyoenezwa katika majalati dawa inayotoka kule Riyadh mamlaka, ambapo makala hiyo na majalla hiyo ilitolewa siku ya Jumatatu tarehe 4 ya mwezi wa Muharram mwaka 1404 Hijria kwa namba 911. قررت فيه ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. nilithibitisha ndani yake aliyoyathibitisha Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, min anna ma'iyyata Allah ta'ala li khalqihi haqqun ala haqiqatiha. Niliyothibitisha ni kuwa upamoja wa Allah mtukufu na viumbe vyake ni haki juu ya uhakika wake. وأن ذلك لا يقتضي الحلول والاختلاط بالخلق فضلا عن أن يستلزمه. na kwamba hilo la upamoja wa viumbe vyake na viumbe vyake halihukumu kwamba Allah anaingia kwa viumbe vyake na kuchanganyikana na viumbe vyake, fadlan an yastalzimahu, wachilia mbali kulazimu hilo na viumbe vyake. Ni kwamba Allah yuko pamoja na viumbe vyake kwa kuwaona na kuwasikia na kujua wanaoyafanya, lakini yuko juu ya arshi yake vile vile. tumefahamu? Qala fi sharh wala yumkinu an nufassiraha bi khilafi dhahiriha, haiwezekani kufasiri huo pamoja kinyume cha dhahiri yake. Lianna ulaika alqauma almu'attila lamma ra'aw tafsir as-salaf rahimahumullah laha bililmi wa nahwihi ajlabu wa ajnabu alaina wa qalu antum tunkiruna at-ta'wil wa tataawwalun. Walimuattila wanaopinga sifa za Allah walipoona tafsiri ya salaf rahimahumullah, tafsiri ya upamoja kwamba Allah anawajua viumbe vyake walio ardhini, anawaona, anawasikia, wakaleta shubha hii kwamba nyinyi mnapinga ta'wil na huku mnafanya ta'wil. Fama balu at-ta'wili yakunu haraman alaina wa halalan lakum. Wanasema muattila, vipi hali ya ta'wil inakuwa haramu kwetu na inakuwa ni halali kwenu? Fanaqul, tunasema innana nu'minu bi anna al-ma'iyyata haqqun wa laysa fiha ta'wil. Sisi tunaamini kwamba upamoja wa Allah na viumbe vyake ni haki na hakuna ta'wili katika upamoja huu. والذين فسروها بالعلم فسروها ببعض لوازمها. waliofasiri upamoja wa Allah na viumbe vyake
wamefasiri upamoja huo kwa baadhi ya lawazim zake, kwamba katika lawazim za upamoja ni kwamba Allah anawajua viumbe vyake, anawasikia, anawaona. Wa qasduhum fi dhalik ibtalu mashtahara fi waqtihim wa intashara baina an-nas min anna Allah azza wa jalla fi kulli makan. Kusudio lao katika tafsiri hiyo ni kubatilisha yaliyoenea katika wakati wao na yaliyosambaa baina ya watu kwamba Allah azza wa jalla yuko kila mahali. ومن راجع كتب السنة المؤلفة في هذا الباب عرف مقصودهم. Asema anarejelea vitabu vya akida vilivyotungwa katika upande huu, mlango huu, atajua makusudio ya salaf. Kama annahum qalu inna Allaha yanzilu bidhatihi ila as-samai ad-dunya ma'a anna kalimata bidhatihi la hajata laha, kama walivyosema kwamba Allah anashuka kwa dhati yake mpaka mbingu hii iliyo karibu na dunia, pamoja na kwamba kalima bidhati hapa halina haja. Lianna an-nuzula mata udhifa ila Allah fahuwa al-muradu bihi nafsuhu, sababu ile kushuka mata udhifa ila Allah, popote inaponasibishiwa Allah, muradi wake ni Allah nafsi yake. Lakinnahum yudhifuna kalimata bidhatihi raddan ala alladhina qalu inna alladhi yanzilu amruhu au rahmatuhu au malakum min malaikatihi wama ashbaha dhalik. Lakini wanazidisha kalima bidhati kwa kuwarudi wale wanaosema Allah inashuka amri yake, sio yeye bidhati. Inayoshuka ni amri yake au rahma yake au ni mmoja katika malaika wake na yanayofanana na hayo. Ndio maana wanazidisha lidhatihi, ndio yeye shekhe akazidisha lidhatihi, kwamba upamoja wa Allah ni upamoja wa uhakika dhatia, wa dhati yake taliqu bihi, unaofanana naye. Unaelewa? ثم قال الشيخ رحمه الله ورأيت من الواجب استبعاد كلمة ذاتية، lakini nikaona kama ni katika ulazima kuliweka mbali kalima dhatia, niliondoe kalima dhatia kwamba ni ma'iyatan haqiqiyatan bidhatia dhatia, niondoe hii. Wabayantu awjuha aljam'i baina uluwi llahi wa haqiqati alma'iyya, nikaweka wazi njia za kujumuisha baina ya ujuu wa Allah na uhakika wa upamoja wa Allah kwa viumbe vyake. Qala ra'aytu min alwajibi hadfaha li sababaini, nimeonelea ni katika ulazima kuliondoa kalima dhatia kwa sababu mbili. As-sababu al-awwal daf'u al-insani an 'irdihi, ni kumuondoshia mtu heshima yake. Walwajibu 'ala al-insan an yadfa'a an 'irdihi mastata'a lianna nafsahu amanatun 'indahu. Mtu wajibu ni kuiondoshea nafsi yake, kuizuilia nafsi yake heshima yake kiasi anachoweza, sababu nafsi yake ni amana kwake. Kwa anaiondoshea nafsi yake heshima hiyo, isije ikavunjwa heshima yake kwa kusema dhatia, watu wengine wakaelewa vibaya. Asababu thani alla yatawahama wahimun anna dhalika yuradu bihi alhulul, asije akadhania mwenye kudhania kwamba hiyo dhatia inakusudiwa hulul, kwamba Allah anaingia katika viumbe vyake. Fayahtaju bihi alhululiyya, wakatolea hoja kwa kauli hiyo hao hululia wanaosema kwamba Allah anaingia katika kila kiumbe chake. Katika miti yuko ndani, katika wanadamu Allah yuko ndani ya kila mwanadamu, katika mawe yumo ndani ya mawe. Hii ndio itikadi ya hululia, itikadi ya kikafiri. Kwa asije mtu akaitakidi hiyo kwa neno dhatia, nikaona niliondoe. halafu wayakulun ha antum taquluna inna Allaha bidhatihi fi kulli makan, kisha wakasema hao kwamba nyinyi je, si hivi mnasema kwamba Allah kwa dhati yake uko kila mahali. Wa hadhi mas'alatun khatira, hani mas'ala ya hatari. Wa in kana min al-ma'lum anna hadha ath-thani la yumkinu ma qawlina inna alladhi ya'taqidu dhalika kafir. Kwa ni mas'ala ya hatari
ndio maana Sheikh anasema kalima dhatia hili ni heri aliondoe, watu wengine wasije wakafahamu vibaya kwamba Sheikh pia anaitakidi itikadi hii ya hululia ya kikafiri. sawa. ثم قال رحمه الله: واعلم أن كل كلمة تستلزم كون الله تعالى في الأرض أو اختلاطه بمخلوقاته أو نفي علوه أو نفي استوائه على عرشه أو غير ذلك مما يليق به تعالى فإنها كلمة باطلة يجب إنكارها على قائلها كائنا من كان وبأي لفظ كانت. najua kwamba kila kalima, kila neno ambalo linalazimu kuwa Allah azza wa jalla yuko katika ardhi au Allah amechanganyikana na viumbe vyake katika ardhi au nafia uluwihi, au kila kalima linalolazimu kukanusha ujuu wake au nafia istiwaihi ala arshihi, au kalima linalokanusha kwamba Allah amelingana sawa juu ya arshi yake, au ghaira dhalika mimma yaliqu bihi ta'ala, au mengineo katika ambayo hayafanani na Allah subhanahu wa ta'ala, fa innaha kalimatun batila, kalima hilo ni batili, yajibu inkaruha ala qailiha, lazima kumpinga aliyesema kalima hilo, kaina mankan, vyovyote alivyo, wa bi ayi lafdhin kanat, na kwa lafdhi lote alilolileta lazima kupinga hivyo. Kila kalima, kila neno ambalo litalazimisha kuwa Allah yuko katika ardhi amechanganyikana na viumbe vyake, au kalima linalofahamisha kwamba Allah hayuko juu, au kalima linalokanusha kuwa Allah amelingana sawa juu ya ardhi yake, au kalima lolote linaloonesha kwamba jambo ambalo halifanani na Allah, kalima hilo ni batila, ni lazima kulipinga na kumpinga aliyesema hivyo vyovyote alivyo. tumefahamu? Naam. qala wa kullu kalamin yuhimu walau inda ba'dhi an-nas ma la yaliqu billahi ta'ala fa innal wajiba tajannubuhu, kila maneno ambayo yatadhanisha, japokuwa kwa baadhi ya watu yatadhanisha jambo ambalo halifanani na Allah mtukufu, wajibu ni kujiepusha na neno hilo, wajibu ni kujiepusha na maneno hayo yatakayodhanisha vibaya sifa ambayo haifanani na Allah. Hata kama kwa baadhi ya watu kalima hilo yafaa kujiepusha nalo, lialla yudhanna billahi ta'ala dhannu su, isije ikadhaniwa kwa Allah mtukufu dhana mbaya. lakini ma athbatahu Allah ta'ala li nafsihi fi kitabihi au ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam falwajibu ithbatuhu, lakini maneno ambayo au sifa ambayo Allah ameithibitishia nafsi yake katika kitabu chake Qur'an, au ameithibitisha kupitia kwa ulimi wa mtume wake sallallahu alaihi wasallam, wajibu ni kuithibitisha sifa hiyo na neno hilo, wa bayanu butlani wahmi man tawahama fihi ma la yaliqu billahi ta'ala, pia na kuweka wazi ubatili wa dhana yatakaodhania kwamba jambo hilo halifanani na Allah azza wa jalla. Ikiwa neno au sifa ameithibitisha Allah, ameithibitishia nafsi yake katika Qur'ani, au mtume amemthibitishia Allah katika hadithi zake sahihi, wajibu ni kuthibitisha hilo. sawa. wa bayanu butlani wahmi man tawahama fihi ma la yaliqu billahi azza wa jalla, pia kuweka wazi dhana ya atakayedhania katika hilo jambo ambalo halifanani na Allah azza wa jalla. Sifa za Allah alizothibitisha mwenyewe katika Qur'ani lazima kuzithibitisha, alizothibitisha mtume sallam kumthibitishia Allah lazima kuzithibitisha sifa hizo. Naam.
يقول الشيخ رحمه الله: والحاصل أن الكلام هو عبارة عما أشرنا إليه من أن بعض الطلبة سمع منا تقرير حقيقة المعية، وأن الله تعالى معنا حقيقة هو نفسه، وكتبت له كلمة في ذلك. أسمى الحاصل ni kwamba maneno ni tafsiri ya hivyo nilivyoashiria, kwamba baadhi ya wanafunzi walinisikia uthibitisho wa uhakika wa upamoja wa Allah na viumbe vyake, na kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko pamoja na sisi kwa uhakika wake yeye nafsi yake. وكتبت له كلمة في ذلك ونقلت له كلام أهل العلم، نكمنكليا منين يا أهل العلم، وبينت له أن عقيدتنا أننا نعتقد أن الله معنا حق على حقيقته معية ذاتية. nikambainishia kwamba itikadi yetu ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko pamoja na sisi kwa haki na ni uhakika wake upamoja wa dhati. ففهم بعض الناس من كلمة ذاتية أنه يراد بها الحلول، وكفهم baadhi ya watu kwa kalima hii dhatia kwamba inakusudiwa hiyo kuingia Allah kwa viumbe vyake, wa annahu maana huwa nafsuhu fil ardi, na kwamba yeye Allah yuko pamoja na sisi nafsi yake katika ardhi. Fahtajja bidhalika qaumun alaina, wakatoa hoja kwa kalima hilo watu dhidi yetu. حتى إني سمعت من بعض الناس في بعض البلاد يحتجون بكلامي هذا على مذهبهم الباطل، mpaka nikasikia baadhi ya watu katika baadhi ya nchi wanatolea hoja kwa maneno yangu haya madhehebu yao batili, kwamba hii ni hoja kwa madhehebu yao batili kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko pamoja na sisi katika ardhi. وآخرون احتجوا بهذا علينا، wengine wametoa hoja dhidi yetu, وقالوا هذا الكلام لا يجوز، maneno haya hayajuzu hayafai. فلما رأينا أن هذه الكلمة أوجبت هذا الشك أو هذا الوهم رأيت من الواجب تركها. tulipoona kwamba kalima hili linawajibisha na kuthibitisha shaka au dhana hii, nikaona kama ni katika lazima kuliondoa, kuliwacha kalima hili, liannaha tuhimu ma'nan batilan walau inda baadhi nnas, sababu linafahamisha maana batili japokuwa kwa baadhi ya watu. والإنسان يجب أن يحمي جناب الربوبية من كل ما يوهم معنى فاسدا. mtu ni lazima ahami na kulinda upande wa Allah kwa kila jambo ambalo litadhanisha maana fasid, maana mbaya. فقررت في هذا الكتاب، ونكثبتisha katika kitabu hiki، وكذلك فيما نشر في مجلة الدعوة قررت أن أحذف كلمة ذاتية. sawa nikakariri nikathibitisha kuondosha kalima hili la dhatia. wa aqtasiru ala qawlihi haqqun ala haqiqatihi, upamoja wa Allah na viumbe vyake ni haki ala haqiqatihi bas biduni dhatia. tumeelewa hapa? anasema mas'ala mal farqu بين العبارتين الله معنا بذاته في كل مكان والله معنا في كل مكان. nini farqa baina hizi ibara mbili, Allahu ma'ana bidhatihi fi kulli makan wallahu ma'ana fi kulli makan? hii ya kwanza ina bidhatihi, hii ya pili haina bidhatihi. nini farqa baina yao? الجواب لا فرق بينهما، hakuna farqa baina yao، لكن يقال بذاته للتوكيد فقط. hii kwamba Allahu maana bidhatihi hii ya kusisitiza tu. لكن ذكرنا أنه لا ينص على الذات فيقال إن الله معنا بذاته في كل مكان لئلا يفهم السامع الذي ليس عنده علم عميق المعنى الباطل وهو الحلول. لكن tunasema kwamba hiyo bidhatihi haitajwi hiyo ala dhati
haisemwi inna Allaha ma'ana bidhatihi fi kulli makan. Kwa nini? Asije akafahamu msikilizaji ambaye hana ilmu ya ndani, asije akafahamu maana batili ambayo ndio hiyo hulul, Allah kuingia ndani ya viumbe vyake. Asije akafahamu hivyo, kwa mtu asiongezee bidhati, aseme tu Allahu ma'ana fi kulli makan, asiseme, asiongezee bidhati. Tumeelewa? قال مسألة أخرى من خلال ما سبق نفهم أن كون الإنسان في السقف وهو في الأرض أن هذا محال في حق المخلوق. مسألة mingine asema kutokana na yaliyotangulia tunafahamu kuwa mtu akiwa sakafuni wa huwa fil ardi, na yuko katika ardhi, jambo hili ni muhal, haliwezekani katika haki ya kiumbe. Yuko juu ya sakafu halafu yuko katika ardhi, si ndio? Haiwezekani hiyo kwa kiumbe. Ala yasihu an naqula fulanun fil manara bidhatihi wa huwa ma'ana bidhatihi huna ay mushrifun alaina? Hivi haisi kusema fulani yuko katika mnara kwa dhati yake na yeye yuko pamoja na sisi kwa dhati yake hapa, yani anatuangalia? Aljawabu la, huwa muhalun fi haqqi almakhluq. Jambo hilo ni muhali, haiwezekani katika haki ya kiumbe. Liannahu la yumkinu lidhatin wahida an takuna fi makanaini fi anin wahid. Haiwezekani kwa dhati moja iwe katika sehemu mbili wakati mmoja, huku yuko juu, huku yuko chini. Kiumbe haiwezekani hivyo. Tumeelewa? Bikhilafi al-khaliq azza wa jalla, kinyume cha muumbaji Allah azza wa jalla, falaisa kamithlihi shay, hakuna kitu chochote mfano wa Allah. Kwa vile hali hii haifanani na kiumbe, huwezi ukasema na Allah pia haiwezekani kwamba Allah yuko juu na hawaoni viumbe vyake wala hawasikii wala hawajui. Huwezi ukasema hivyo, huyu ni muumbaji. Tumeelewa? Sheikh ametoa mifano mingi sana, mifano mingi sana ya jambo hilo kwa Allah azza wa jalla dhidi ya viumbe vyake. Ametoa mifano mingi, takriban mifano 5 au 6 ametoa hiyo, kubainishia watu itikadi hii ya Ahlusunna wal Jamaa kwamba upamoja wa Allah na viumbe vyake ni kuwaona na kuwasikia na kuwajua na kufanya mambo yao, si kwamba Allah anachanganyikana na viumbe vyake katika ardhi. Yuko huko huko, istawa ala arshihi, na anajua kila kitu, anaona kila kitu na anasikia kila kitu. Hii ndio itikadi sahihi ya salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim. Ama itikadi ya kwamba Allah anaingia katika viumbe vyake na yuko na viumbe vyake kila mahali, hiyo ni itikadi batili isiyo na dalili yoyote na misingi yoyote. Tumeelewa? نكتفي بهذا القدر والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.